nayo itakuchekea msikilizaji, nawe utakuwa ni mwenye kufurahika nayo dunia hiyo. Na pia ukiwa ni mwenye ghadhabu, ukighadhabikia, basi dunia pia nayo itakukasirikia, na hivyo ndivyo utakavyoishi na maisha yako yatakuwa namna hiyo. Hamud Al-Khudri anatuambia tucheke, japo pia tupime katika kicheko, tusikipitilize, manake kicheko kikiwa sana tutakuwa tunasahau mauti. Kwa hivyo tucheke tu kiasi cha kucheka msikilizaji, kiasi cha kutupeleka na kutuweka hai na wenye furaha katika dunia hii. Ndio maana tunayostahiki kuishi katika maisha ya majamii zenye furaha. Na kwa ajili hiyo msikilizaji, tupo hapa kuweza kubainisha jamii yenye furaha msikilizaji, kwenye kipindi Jamii Yenye Furaha. Na leo hii tukiwa tunaangazia swala zima hili kwa sababu ni tukio ambalo limetukia papa hapa jijini Nairobi, katika shule ile ya St George's Girls Secondary School Nairobi, ambapo siku ya kurudi kwa wanafunzi, ambapo ni ya shule ya wasichana, vituko ambavyo viliweza kushuhudiwa, mojawapo wasichana wakielezea pamoja na wazazi ambao walikuwa hapo. Mzazi mmoja hapa akinukuu akisema kwamba binti yake alimvuta kando baada ya kutoka kwenye tenti ambazo zilikuwa zimeandaliwa kwa ajili ya ukaguzi, akimwambia nimekaguliwa na mwalimu, japo ni mwalimu wa kike, lakini amenikagua na akaniingiza mikono na hata vidole vyake ndani ya sehemu zangu za siri. Asema na chini ya uangalizi wa maafisa wa polisi. Kwanza kulikuwa na wale sokoriko wale wa kawaida pale shuleni, na maafisa wa polisi ambao ni National Police Service NPS, ambao pia walikuwa wamevalia magwanda mazito sana kwa ajili ya kuhakikisha zoezi hilo linafanywa vilivyo na ipasavyo. Na hofu ikatanda miongoni mwa wazazi, na pia shule za jirani hapo zikaona kwamba wao pia ni mtindo ambao wataweza kuuiga, na huenda ikawa ndio pendekezo hili likawa namna hiyo, kuweza kufanywa ukaguzi wa kina zaidi, yani ukaguzi wa ndani, kiasi cha kwamba wakaguzi wanafika mpaka sehemu nyeti za mabinti hawa kwa ajili tu ya kutafuta vitu kama vile viribiti, vepa, bangi na mambo mengineyo msikilizaji. Na ndio tukauliza, je, ukaguzi huu wa kina kwa vijana hawa au wasichana wa shule ndio kutaleta suluhu la utulivu katika shule zetu kwenye mizozo hii ambayo tunaishuhudia? Na je, watakuwa nalipi katika jamii, ikiwa mmoja ndiye huyu anasema kwamba ameingizwa mpaka vidole katika sehemu zake nyeti, na pia kusema kwamba usalama wake wa kiafya pia haukuwa mzuri, kwa sababu mwenye kufanya ukaguzi huo hakuwa amevalia hata gloves, yani kuweka usalama wa kiafya. Ni mambo ambayo yametukia msikilizaji, ndipo sasa tukaona kwamba jamii kidogo lazima izungumziwe swala hili, kuweza kulieka sawa na tujue tunaishi katika jamii yenye furaha. Kwa ajili hiyo Fadilatu Sheikh Mbarak Ahmad Awes yupo nasi hapa kuweza kutuangazia na pia kile ambacho amejaliwa katika ilmu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio tunaendelea. Kwa wale ambao wanaendelea kutuma ujumbe mfupi, muendelee vivyo hivyo, kwa sababu tutakuwa ni wenye kupaza ujumbe wako wa saa mwafaka utapowadia, ndio tutakapofungua simu zetu. Awamu yetu ya pili, ambapo tunakamilisha maelezo na Sheikh katika maelezo, kabla hatujamkaribisha msikilizaji ili naye awe sehemu katika kipindi chetu Jamii Yenye Furaha. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa ba'd. Anasema yule mshairi, hiya al-ayyamu kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'athu azmanu. Ndio masiku kama ilivyoshuhudiwa na dola mbalimbali. Man sarrahu zamanun, anayefurahishwa na zama, sa'athu azmanu, udhiwa na zama nyingi zaidi sana. Subhanallah, tumekuwa katika zama ambazo kwamba ukipata furaha mbili, maudhi ni 8 ama pengine 1 kwa 9. Kupekua kwa kina, ikiwa kina itafikisha huko itakuwa ni hatari, wala haiwezi kuwa suluhisho, bali itazidisha matatizo na itazidisha tension katika jamii sana. Huwezi kufika kiwango cha kutumia vidole vyako kuingiza katika nafsi ya binti. Wacha kuwa hujavaa gloves hata kama umevaa. Wacha masala kuwa hujavaa za kusababisha infection au maradhi, hata kama umevaa, mpaka kufika kuingia katika sehemu za siri. Hilo halikuwa jambo la sawa kabisa. Liwe somo
pengine kutokana na matokeo ya nyuma yameshtua watu sana mpaka kuanza kuchukua hatua hiyo. Lakini liwe ni somo kwa na kwa wengine wote sana. Kwa hilo aliwezi kuwa suluhisho, na ndio maana tukasema hata kama ameficha, ataficha kiwango gani? Tuseme ameficha kwa mfano fiki mpaka kiwango cha kuficha kwenye ndani ya sehemu yake ya siri. Ataficha kiwango cha kutumia muda gani kama ni kitu cha kutumia. Kwa hivyo hili haliwezi kuwa suluhisho. Tuwale watoto wetu katika maadili, umeona. Na malezi, tukisema malezi si jukumu la mzazi peke yake. Katika matatizo tulikuwa nayo ni hii fikra ya kiilmani ya kufanya fasl, kutenganisha kati ya elimu na malezi. Anakuambia mzazi kazi yake malezi, na wewe mwalimu kazi yako kusomesha. Umeona, wewe mwalimu unakaa na mtoto zaidi ya mzazi. Mtoto anakuwa na wewe masaa mengi kuliko mzazi. Sasa kusema wewe humlei itakuwa ni makosa. Yenyewe nchi nyingi inaitwa Wizara Tarbia wa Taalim, wizara ya malezi na elimu. Na malezi yanatangulia kabla ya elimu. Kwa hivyo upewe wale vijana malezi ya kiroho ambayo kwamba ataweza kuwafanya wao wenyewe kwa kukinaika kufanya la sawa na kujizuia kutokana na makosa. Inshallah acha tuwape nafasi ya usikilizaji wetu wapendwa kwa wenye mchango, fikra, mawazo ama swali. Unajua mwalimu ni mzazi. Ndio. Sijui siku hizi manake maisha vile yalivyotufikisha, na haswa kizazi tulichonacho hichi cha Gen Z. Na siku hizi wana tabia ukisema yasiokwendana na wao basi ni balaa kubwa sana. Utapata balaa kubwa sana. Lakini mwalimu ni mfanyakazi, si mzazi. Mwalimu ni mlezi, kwa sababu nakumbuka tulikuwa tunaishi haswa wakati mwingine wazazi wakiwa wameenda safari, hasa sisi ambao asili yetu ilikuwa ni Alamu kule, lakini tuko Kilifi kimaisha. Wakati ule ilikuwa inaitwa Kilifi, ilikuwa haijagawanywa bado. Sasa wazazi wakisafiri kwenda kule tulikuwa tunaishi kwa mwalimu. Nakumbuka kuna mwalimu mmoja akiitwa Mr. Muhammad Sheikh, tumeishi sana, alikuwa headmaster wa Ngomeni kule, tumeishi sana kwake. Mashaallah. Na mwalimu ni mzazi, na ukitafakari kwamba muda mwingi sana watoto hutumia na walimu kuliko na wazazi. Kuliko na wazazi bila shaka. Kuliko na wazazi. Sasa utaona kwamba mwalimu ni mzazi. Kwa hivyo kivyo vyote Wasomi wasema al-aba'u thalatha. Imekuja katika baadhi ya hadithi. Baba ni watatu. Baba alokuzaa, ndio, na baba alokusomesha, na baba alokuoza. Father-in-law. Bado ni baba. Kwa hivyo mwalimu pia ni babako. Ni baba kabisa. Na ile ni wanasema kuna nasab dini na nasab tini. Kuna nasaba ya kiudongo kwamba ule babako sasa wa damu, alafu kuna nasaba ya kidini ama ya kielimu kwamba ni ya huyu mwalimu wako. Na msikilizaji 0727444454 au 0738648881 zikiwa ni nambari zetu za moja kwa moja hewani, msikilizaji, pamoja na ujumbe mfupi pia tunapokea kwa nambari hizo. Iqra FM. Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana wakili fadilatu Sheikh Ibrahim Lidhome, hafidhakallah. Khair. Kwanza nashukuru sana, namshukuru ndugu yangu Dr. Sheikh Mubarak Awais kwa mada hiyo. Nimesikiza kama mzazi kwa makini sana. Na nimetamani kama wazazi wenzangu wawe ni Waislamu ama sio Waislamu wamesikiza mada kama hii. Ndio. Na namshukuru sana Awais kwa sababu ya nini anazungumzia mambo ambayo ni current affairs, mambo ambayo yanatusibu hivi sasa. Na ukiangalia sheria yetu ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea sheria hii ili kupatikane maslaha katika umma au katika jamii. Na maslaha yanapatikana, watu wa usulul fiqh wanatuambia sheria imekuja lijalbil maslaha wa daf'il mafsada, ili kuvutia yaliyo mazuri na pia kuyaweka mbali yaliyo mabaya sana. Nimemsikiza sana Sheikh anazungumzia juu ya suluhisho liko wapi. Na ukiangalia daktari mzuri sio yule ambaye hutibu zile athari, symptoms, kwa kizungu wanaita symptoms, kwa Kiswahili sijui, lakini zile athari za maradhi. Daktari mzuri ni yule anayetibu kiini cha maradhi. Na nimemsikiza sana daktari anajaribu kutuambia tuangalie kiini cha maradhi. Mimi nikiangalia naona
sote kama jamii tuna haya maradhi, kwa sababu unaona mwalimu amepewa nafasi ya kusuluhisha tatizo, watoto wasiingie na mihadarati katika skuli. Ametumia hiyo nafasi yake vibaya, kuonyesha nini? Huyu mwalimu ambaye anafaa kuwa muslih, yaende mwenye kurekebisha, yeye mwenyewe ni mchafu, akili yake ni chafu. Inanikumbusha maneno ya shekhe mmoja wa Kimisri. Mimi hata kabla sijajifunza Kiarabu vizuri nilikuwa namsikiza sana Sheikh Abdul Hamid Kishki, Allah yarhamuhu. Alikuwa akisema wasomi wa dini na wasomi walimu, wao ndio chumvi ya umma, kwa sababu wao ndio wenye kusuluhisha. Wajua zamani kabla hatujawa na refrigerators, mafriza, nyama zilikuwa zikihifadhiwa kwa chumvi. Sasa alikuwa anauliza, anasema faman yuslihu almilha idha almilhu fasada, ikiwa chumvi ambayo ndio ya kuhifadhi imefisidika, nani atakayeitengeza hii? Kwa hivyo mimi ninaona ni maradhi ambayo yako katika mujtama. Sote kama jamii, kila mmoja amekosa kuwajibika. Mzazi nyumbani amekosa kuwajibika, ameachia malezi ya watoto mitandao. Mwalimu ndio huyo anapewa nafasi ya kurekebisha, anataka kuondoa adharar birtikabi dhararan akbar minhu, analeta madhara makubwa zaidi. Polisi anapewa nafasi ya kuleta amani, anaitumia kujinufaisha. Kwa hivyo nafikiri ni mujtama kwa ujumla tumekosa kuwajibika. Kwa hivyo mimi kimaoni yangu, kila mmoja wetu awajibike nafasi alionayo. Wewe mtu mzima, wewe ni mtangazaji, mwanahabari, tumia nafasi yako kurekebisha umma. Sheikh Mubarak Awais ni imamu wa msikitini. Hutuba zetu, je, hatuwezi kuzitumia kuzungumzia haya? Mimi najua hutuba nyingi tunatayarisha tuwapelekea watu peponi, lakini Uislamu umetufundisha akhlaq. Mu'min atafikia daraja tusaimul qaim bihusni alkhuluq, na haya yanayotokea ni akhlaq ambazo ni mbaya. Namalizia ni wapo wengine nafasi, tusiangalie mbali. Kuna shule ya Kiislamu hapa Nairobi, sitoitaja jina, mimi ni mhusika katika hiyo skuli. Baada ya ile skuli kuchomwa, watoto 3 wa Kiislamu, 2 ni hufadhi al-Quran, wameamka saa 9 usiku, wakachukua kibiriti, wakachukua blanketi, wakaenda mlangoni wa dormitory, na ndani ya hiyo dormitory kuna watoto 30 wamelala pale ndani. Wameasha moto tarehe 11, wameasha moto kwenye mlango, subhanallah, wa dormitory. Bahati watchman, qadarallahu, watchman ameona moshi akakimbia, ndio wakanusurika. Juzi weekend tumefanya disciplinary action, tumewafukuza watoto 3 kwa sababu tumesema tunaangalia maslahatun amma, hatuwezi kuweka mtoto mmoja ama 2 waharibu shule nzima. Tulipowauliza watoto, kwa sababu hawakukataa, na ni hufadhi al-Quran, hamalatu kitab Allah, wamebeba kitabu cha Mwenyezi Mungu kwenye nyoyo zao, wakasema ilianzia darasani kama mzaha. Vipi? Mmoja alisema naweza kuchoma, mwingine wakasema huwezi, naweza siwezi. Wakachanga shilingi 1,000, wakasema ukiweza kuchoma tutakupa shilingi 1,000. Imeanzia mzaha. Huyu mtoto ni mzima kweli ambaye anafanya mzaha kiasi hicho. Kwa hivyo mimi ninaona wazazi, Dr. Awais, wazazi wanahitaji kurekebisha namna yao ya kulea watoto, kwa sababu kuna mzazi alikuja pale na alikuwa akimtetea mtoto wake, na mtoto amefanya itirafu, nililetewa kibiriti na tulikuwa na bet, ikawa sisi kufanya hivi. Walimu pia wanafaa kufanyiwa tarbia pia, na pia wale ambao wana nafasi katika manabir zetu watumie fursa hizo, na topic kama hizi daktari ndio zinafaa zizungumziwe, kwa sababu ndio kadhia tusaa. Hili ndilo ambalo linatukabili wakati kama huu. Kwa hivyo nimeshukuru sana Sheikh Dr. na uendelee hivyo hivyo, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri, na idhaa yetu ya Iqra ni mada muhimu sana. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana, shukran fadilatu Sheikh kwa mashallah musharaka wako mzuri. Nafa Allahu bikum. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufuata nasiha yenu na tuendelee kuzungumzia kadhaa ambazo kwamba zinajitokeza katika jamii kila leo. Amina rabbil alamin. Na kuweza kutoa mwongozo wa sharia katika kadhia kama hizi. Jazakallah khair. Shukran sana Sheikh. Na mwingine kabla ya kusoma ujumbe mfupi, Iqra FM. Hello. Hello Sheikh Abdul, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abubakar. Karibu sana ndugu Abubakar.
Shukrani jazila. Naam. Nashukuru Mwenyezi Mungu ape pia na umri shehe yetu. Amina rabbal alamin. Pia wewe na wenye wameanzisha hii kituo, Allah wape kila laheri. Mimi swali yangu ni moja. Naam. Sasa sio swali, kwa sababu kuna kitu imekuwa ni tabia hususan kwa jamii yetu ya Waislamu. Unanipata? Sana. Loud and clear Abu. Hii swala ya miraa. Imekuja sasa, ni sijui ni kama sisi ndio wenye tunapandiwa hiyo vitu. Sasa ilikuwa ni kitu ambacho hatujali ama hatuoni kama ni madarati. Kwa hivyo hii kitu inafaa vile shehe sema inafaa iongewe kabisa, kwa sababu hatuoni kama ni madarati, imekuwa ni kitu kama kawaida. Ndio. Alafu kuna swali kidogo niko naye hapo. Je, unaweza aenda hija ama kwanza unatangulia kuna hija na umra. Ngani ule baada ya hija ndio waende kwanza. Ngani? Shukran sana ndugu Abubakar, nadhani umefahamika kwa ufasaha kabisa. Swali lake la kwanza anasema suala la miraa je ni muhadharati? Manake anasema kwanza, na ni kweli anavyosema, ni kweli kabisa. Ndio maana kuna vitu viwili, miraa na taarab. Nyimbo hizi za taarab hizi, mipasho wenyewe wanaita mipasho, wenyewe wanapashana. Maana nyimbo hizi kutokana na watu hivi vinahusishwa na Waislamu 100%. Yaani kinapotajwa taarabu, miraa, basi Muislamu ndio mhusika mkuu. Hata muhadharati kwa sasa hivi tulipokuwa ofea hapa tulikuwa tukijadili, nikikuelezea ile tathmini ya Nakada, wanasema Coast Province bado ndio inayoongoza. Mombasa ndio number 1 out of Coast Province katika utumizi wa muhadharati. Sasa hili swala la miraa ni kweli alivyosema Abubakar kwamba limekaa ni kawaida hivi sasa, na watu wengi sana watumizi huwa wanakataa. Ukiwaambia kwamba haifai huwa wanakataa. Wanakuambia hili bwana si haram. Hili si haram bwana. Wana majina wenyewe wanatumia, sijui mubaha, sijui mubtala, sijui na nini, naambia kila yani mambo mengi sana. Ukiwa alhasil wanataka tu kulitoa kwenye ule haram, na walifanya ni kawaida, ni kawaida yake tu. Sawa, nauliza ni vipi swala hili kwa Waislamu? Manake sasa limekuwa ni kama tuwapandiwa sisi Waislamu. Kabla tujaenda kwenye swala lake la pili, limethubutu kimadhara, kwa sababu katika sharia la dharara wala dirar tumeambiwa katika msingi wa kifiqhi hakuna kudhuru shana kitu chetu madhara kisheria kibaliki kabisa. Sawa kudhuru mwingine au kujidhuru wewe mwenyewe. Na madhara ya mti kama huu yamethubutu kwa pande zote. Madhara kiuchumi, mabilioni yanapotea sana. Madhara ya kiafya, madhara ya kiakili. Ndio. Madhara ukisikia vile visa vyao na yanayojiri mwenyewe utashika kichwa. Madhara ya kupoteza ibada, ngapo wakosa swala kwa sababu ya majani kama hayo. Sana na hujja yenyewe. Kwa hiyo bwana Mwenyezi Mungu anasema la takrabu salata antum sukara. Sasa swali vipi niko katika hali? Kwa hivyo ushakubali kuwa wewe ni katika sukara. Ndio. Ushakubali kwa hivyo huu ni ulevi. Sasa mbona unaenda kutumia ulevi? Mtume ametuambia ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Kama chenye kulewesha kingi chake hata kichacho chake ni haramu. Ni haramu, ni kweli. Mwenyezi Mungu atuzindue. Amina Rabbi. Tutokane na madudu. Amina. Kuna mmoja juzi tu si mbali, ilikuwa last week, ananiambia bana Sheikh, wana mimi sione hivi bana. Mimi huchanganya swala zangu na swali ya dhuhuri na alasiri pamoja kabisa. Sema lakini sipunguzi rakaa na swali 4 kwa sababu najua leo nitakwenda kula miraa. Alafu na usiku na swali magharibi na isha yangu, na wasina wasiwasi. Sema yafaa kabisa. Kamwangalia na ajipa fatwa ya kujumuisha kwa sababu ya miraa. Tusoma kwenye fiqh sababu za kujumuisha kama ni mvua na safari. Kwa sababu ya miraa. Sasa mimi kamuuliza, akanambia Sheikh, angalia nenda kasome bwana, Mtume siku moja alichanganya, hakuna na sababu yoyote. Basi tu kwa raha zake. Kwa raha zake. Na wao unayo sababu miraa. Haya sali kabla tu ipite usije ikabishawishi mtu. Ndio. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika hadithi yani kwa ameswali sala 2. Sio kuchanganya, tusitumie lugha kuchanganya. Mshona acha tuseme ameswali sala 2 zikifuatana. Kama ulama wameliweka wazi ili wakasema ameiswali ya kwanza
mwisho wa wakati wake, na akaswali ya pili mwanzo wa wakati wake, wakati ule akifundisha watu mwanzo wa wakati na mwisho wa wakati wa swala. Kwa hivyo swala zote ziliswaliwa ndani ya wakati, na kwa hivyo kulikuwa na maana pale kwamba maana wafundisha mwisho wa wakati wa dhuhuri ni muda huu, na wakati wa mwanzo wa alasiri ni muda huu. Manake jamaa zetu, kwa sababu na nasema tena, kwa nini nasibishwa na Waislamu? Kwa sababu hata ukenda ukiwaambia, licha kwamba wao ndio walaji, wana na hoja za kukusimamia kabisa kwamba bwana sisi hii haina wasiwasi. Na mimi huambia bwana, huambia Mwenyezi Mungu asema msijiangamize kwa mikono yenu, na huu ni uangamizi. Allah arham mzee Yahya Hemedi alikuwa anasema ukinunua ni hasara, ukila ni madhara, ukimaliza ni izara. Allah. Na msikilizaji, laini wetu zetu zipo wazi kabisa. Kuna mtu hapa, wengine wengi wametuma ujumbe hapa, wengine nasema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, napongeza kipindi, asante sana, na sisi tunakupongeza wewe kwa kuweza kutuandamilizia. Mwingine hapa ni ustadh Al-Habib anasema wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, anasema wallahi billahi thumma tallah, anasema nafurahi sana kila ninapokufuatiliza katika darasa zako. Haya, jina ni mitandao hii inaruka, lakini Ibn Ramli anasema mashallah, Allah muhifadhi shekhe wetu. Ujumbe wako ukirudi sawa, inshallah taupaza mwenzetu ambao unasema unafurahia sana unapofuatilizia darasa za shekhe. Lakini kabla tujachukua simu nyingine, kuna swali la pili la Abubakar, anasema je, ukiwa na uwezo wa haji unafaa kufanya haji ama kwanza ufanye umra ndo uhiji? Swali zuri. Tumeambiwa alhajju fardun kadhaka alumra lam yajiba fi alumri ghayra marra. Haji ni faradhi na vile vile umra ni faradhi, hazikuwajibika kwa umra isipokuwa mara moja. Ukifanya mara moja, mara pili inakuwa ni sunna. Zote mbili ni faradhi. Kwa hivyo kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa haji, ni aula akienda haji, kwa sababu akienda haji ataweza kufanya zote mbili. Ndio maana kwa safari moja. Atakwenda kama mutamattia, kwa mfano afanye umra kisha subiri wakati wa haji afanye haji. Tofauti ukienda umra uweze kusanya zote mbili. Umra fanyika wakati wote, haji na wakati wake maalum. Maana lakini kwa yule ambaye kwamba hana uwezo wa haji, kwa sababu tofauti ni kubwa. Haji karibu dola 1500, umra labda 1000, 1400, tofauti ni kubwa. So kwa yule ambaye kwamba uwezo wake ni wa umra tu, sio haji, yeye aende kwanza akafanya umra, kitambo Mwenyezi Mungu atakapomfungulia mlango wa haji inshallah. Naam. Mwenzetu, nadhani ndugu Abubakar umeweza kujibika. Alafu Nura Collection anasema mashaallah tabarakallah, Sheikh Mbaraka, Allah akuzidishie katika elimu yako, amin ya rabbil alamin. Mwingine anasema ni Sayyid Ali, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mimi ni mfuasi wa Imam Shafi, je nafaa kufuata maimamu wengine kwa swala la mke asinivunjie udhu? Iqra FM. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana da Mariam wa Pangani aka Mama Pembe. Naam, ndugu yangu Mariabuti. Naam, karibu sana. Mimi nimekapa kutoka juu, hata leo sijatoka mpaka nisikie sauti ya hospitali. Mashaallah. Naam. Mungu amulike duniani na kesho umulike ama mkutanishe na umati wa Muhammad, mkutanishe na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbil alamin. Kila chochote anatuelimisha Mwenyezi Mungu amulike duniani na kesho umulike ama umulike. Amin ya rabbi. Mimi nataka nimuulize swali moja ustazi. Ndio. Mimi jana kuna mtu amenifanyia kachovingi kadogo. Unanipata? Sana, loud and clear. Okay. Jana kuna mtu anifanyia kachovingi kadogo, nikifika hapa kwa nyumba mama mwingine naye akakuja akilia watoto wako na siku 2 wa chakula. Ile riziki yangu nikampatia nikapiania kwa Mwenyezi Mungu, acha nitoe sadaka yangu. Mimi nikampatia yote, kamwambia ndo kafikie watoto. Nilifanya vibaya ama nimefanya vizuri? Nataka anielezee vizuri, ama nilifanya vibaya niombe toba kwa Mungu, ama nilifanya vizuri Mungu anikubalie sadaka yangu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena Damaria, na mtuanze na swali lake la pili Abubakar kuhusu tumeshamjibu kuhusu umra na haji. Naam, Damaria anauliza yeye mwenyewe alikuwa huyo anasema ni Shafi.
Kwa tuanze kwa Shafi. Anasema naweza kutumia maimamu wengine ili niruke lile swala la kutanguliwa udhu na mke. Katika fiqh kuna vitu viwili, kuna kitu chaitwa taqlid na kuna kitu chaitwa talfiq. Taqlid ni kufuata madhehebu mtakamili. Kwa hivyo ni Shafi anamfuata Imam Shafi kwa kila masala. Talfiq sasa ndio ni kwenda kuchukua kauli ya mwanachuoni mwingine, lakini hili linafanywa kwa dharura sana. Kwa maana amekwenda katika ibada ya haji ama umra, shana anakwenda pale katika tawaf, aweza kuguswa kwa mfano na mwanadada ama mwanamke akavunja udhu wake pale, kwa sababu ya dharura anaweza kufuata kauli kwa mfano Imam Malik, Imam Abu Hanifa. Lakini kama hakuna dharura hiyo, hafai kufanya talfiq, fa kubakia katika madhhabi ya imamu wake. Naam. Na Damariam naye anauliza yeye mwenyewe amepata, lakini akifika nyumbani yasubiriwa. Taimuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jambo tukufu alilofanya, jambo bora, maana amepata na yeye akaona kuna mwenzake ambaye anahitaji zaidi, na kuna malaika kule watoto wadogo ambao kwamba wamekaa na njaa siku mbili, akaamua na yeye atoe. Ni jambo la khairi. Hiyo ndio ile sifa ya ithar aliyotaja Mwenyezi Mungu kwa waumini katika yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wanawatanguliza wenzao hata kama wao wana haja, yani anakihitajia sio hakihitajia, lakini mwenzake kwa sababu anahitajia pia akawatamtanguliza. Hilo ni jambo la khairi. Mwenyezi Mungu akutakabalie, alijalie katika mizani hasanati zako inshallah. Anasema wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Napongeza kipindi Sauda wa Ruai. Alafu kuna mwingine anasema wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza napongeza kipindi, mada imekuja kwa at right time. Jana tulikuwa mkutano, watoto shuleni walipatikana, anasema watoto shuleni walipatikana na shisha shisha pen. Ni Rukia huyu kutoka Telecom. Nasema jana waliitwa mkutano, watoto wamepatikana na kuna ile kalamu ile ashisha ile. Siku hizi by the way ndio hivyo. Kutengezwa kila kitu. Imekaa kama kalamu tu ile. Ukiona utaona ni kalamu kabisa. Umeshisha. Wanawachajiwa. Sasa ikitumika ndio utaijua kwamba si kalamu hii. Subhanallah. Nasema imekuja kwa wakati mnafa. Ndio hayo tulikuwa tukisema, lakini kama alivyosema Sheikh pia katika ukaguzi kuwe ni ukaguzi wa kuwa na nidhamu. Katika swali mwingine hapa ni japo ametoka kwenye mada lakini ametuma swali karibu mara 6, ni Al-Faghi anasema ustadh, imamu amefanya sujud mara 3 kwa rakaa moja ya maghrib kwa swala, je hukumu ya swala hiyo ni gani? Ikiwa amekosea atasujudu sijda sawa na swala iko sawa kabisa. Naam. Iqra FM. Hello. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogok, karibu. Shukran. Alafu nilikuwa nataka niulize shehe. Unajua hapa hivi kwa society kuna venye, lakini hii ni swali mimi nauliza tu, sawa? Ndiyo. Je, kuna kitu inatokea hapa hivi inaitwa Islamic banking. Na wanasema wanafuata sheria za Kiislamu. Sasa nilikuwa nataka niulize shehe, je, kama wanafuata sheria za Kiislamu inakuaje bado saa zile wanaitisha zile fedha inakuwa ni makaratasi? Sababu pale unajua Allah alituambia value ya pesa ni dirham na dinar na dirham, gold na silver. Sasa na hii value ya pesa, value ya hii karatasi, value yake haiko ndani, value yake iko nje. Alafu sasa unaona pia kwa hiyo biashara hapo kwa upande wa Islamic banking, unapata kesho unapata US dollar tena imechange, unaona? Kesho kutu unapata US dollar imechange tena imepanda na currency fulani. Sasa kama uchumi, mazingira ya uchumi ndio hii, inakuwa aje tena ati kuna sheria inafuatwa hapo, na wakati tunajua uchumi ndio hii na pesa ndio hii ndio bonoko na inafaa ni dirham na dinar. Inakuaje hapa hivi? Tafadhali shehe anifafanulia hapo. Asante sana. Anaitwa Ogwoku wa Kibra pale. Nasema pesa yenyewe ni mbonoko hiyo. Mimi binafsi naanza kulisikia hilo.
mwanadamu amepitia marahil kadhaa katika kuamiliana kimada ama kipesa, ama katika kuamiliana kibiashara. Kwa hivyo kuna kipindi ilikuwa ni muqayada maana tubadilishane sana. Na tomato mimi na vitunguu tubadilishane. Ikafika kiwango cha upande wa kutumia dhahabu, unaona, kuja kutengezwa sasa. Ile dhahabu ikatengezwa dinari, na silver ikatengezwa dirham. Sana. Tukafika katika zama za banknotes. Kwa kwamba siwezi kusema ndo zama zetu. Sisi bado tuko kwenye banknotes. Shana. Lakini sasa watu wanaenda kwenye cryptocurrency. Shana. Sasa pia hizo kuelekea. So zile zama zabadilika na tujue uko mbele kutakuja nini. Lakini hizi banknotes ni zinatathminiwa kutokana na zile dhahabu ambazo kwamba zipo katika hazina. Unaona. Hapa mchanganyiko mambo kadhaa. Unaona. Swali liko hapa. Je, banki ambazo kwamba zinasema miamala ya Kiislamu, je, ni kweli zina miamala ya Kiislamu? Hili ni swala nyeti ambalo kwamba mimi binafsi naweza kusema hakuna banki hata moja ambayo kwamba ina miamala ya Kiislamu 100%. Hakuna. Yaweza kujitahidi ikafika 40% labda. Hata 50 sidhani kama zafika mara nyingi. Lakini kuna mchanganyiko. Kwa hivyo tukizungumzia kihukumu, kwa miamala ile ambayo kwamba haina wasiwasa itakuwa iko sawa. Kwa miamala ya makosa itabaki kwa makosa hata kama itajiita ni banki yenye miamala ya Kiislamu. Na anasema Al-Habibi Mkangwa, anasema wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema billahi hufarijika na kupata utulivu ninapokufuatilia. Ni arafa ilikuwa imepotea wakati nikiipaza hewani, lakini ametumia neno billahi. Alafu Ibn Ramla anasema tuakupenda kwa ajili ya Allah, mashallah, Allah amuhifadhi shekhe wetu, amin. Alafu Abdi anasema wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, msalimie sana shekhe wetu. Haya Abdi, salamu zimefika all the way kutoka Saudi Arabia mpaka hapa jijini Nairobi. Swali na masalamu zako zimeweza kufika. Alafu mwingine katika anasema wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, anasema pole, natoka kwenye mada kidogo. Anasema pole, natoka kuenda nje ya mada, ila nauliza kama mwanamke anaweza kuadhini. Nauliza mwanamke anaweza kuadhini mbele ya wanawake zake, isiwe adhana ile ya msikiti, yani ya kutoka nje. Kumwadhinia mtoto, yani anzaliwa mtoto, hakuna mtu karibu isipokuwa ni mwanamke kumwadhinia, muadhinie, haina tatizo. Naam. Mwingine anasema that is not right at all. Hiyo sio sawa na haitakuwa sawa na haiwezi kuwa sawa. Privacy matters too. Huyu ni Aisha Kamau kutoka kule Kajiado. Alafu katika ujumbe mwingine hapa akiuendeleza kutoka kwenye mtandao huo wa Facebook, anasema honestly speaking I don't see how some stuff zitawekwa kwenye private parts unless there is something more to it. Allah wastiri watoto wetu cause tabia zingine wanazitoa huko shuleni, haswa mambo ya LGBTQ na SSA. Nasema ndio kama hayo sasa, wakija wanakuja na tabia zisizo, kumbe ni hizo search ambazo wamefanyiwa. Alafu mwingine hapa anasema Sheikh, Uislamu unasemaje kuhusu wanafunzi kukaguliwa mabegi na miili yao shuleni? Je, kuna mipaka inapaswa kuheshimiwa? Ndo mada yetu nzima leo ilikuwa. Nadhani ndo tukazungumza yote haya katika masala haya ambayo yamewasibu hawa watoto wa St. George's School. Alafu mwingine anasema ikiwa ukaguzi unalenga kuzuia dawa za kulevya, silaha au vitu hatari, je, dini inaruhusu hatua kama hiyo? Amina kutoka Isili. Ikiwa ukaguzi anasema unalenga dawa za kulevya, yani kuzuia dawa za kulevya, silaha au vitu hatari. Naam, dini inaruhusu, lakini kwa mipaka yake. Bila kuvuka mipaka. Hususia za mtu zitabaki kwa ni hususia. Kwa hivyo kama kuna vifaa ambavyo kwamba kikipitishwa chaweza kukamata makuhisi vitumike. Ndio. Lakini sio kumgusa mtu sehemu za siri na mpaka kufika kumuingiza vidole. Na tukimalizia Sheikh, kwa sababu wakati ndio kama huu, ni ushauri gani haswa ungependa kuwapatia walimu, wazazi na wanafunzi? Kwa sababu suala hili la elimu kama wanavyosema, tulivyokuwa tukifundishwa tukikua tukiambiwa ni meko, na meko ni mawe matatu. Bila mawe matatu huwezi kuinjika chungu pale. Mawe mawili hakitosimama,
jiwe moja ndio kabisa. Sasa hapa kuna walimu, mzazi na mwanafunzi, ili kuhakikisha kwamba usalama wa shule unaimarishwa bila kuvunja zile heshima, utu au haki za hawa watoto kama ambavyo Uislamu unafundisha. Naam, kama alivyotangulia kwa sheria Sheikh letu Sheikh Ibrahim Lithome, naam, kuwa kila mmoja afaa kuwajibika katika swala kama hili. Sana. Hapa sipa kuelekezana vidole na kutuhumiana na kutupiana lawama. Sana. Kila mmoja wajibike kwa namna yake. Sisi tumepata yakini kuwa kuna watu ambao kwamba wanaenda mbio kwa hali na mali kutupotezea vijana wetu. Sana. Hilo lina shaka. Sasa je, mimi na wewe tumeenda mbio kuhakikisha tunawakinga? Yani ile bidii wanayotumia wao, je, sisi tunao bidii mbadala ama nyingine ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuwakinga? Kwa hivyo kila mmoja anawajibika, kama ninavyosema, mawe matatu ndio sufuria iweze kutua pale na kupikwa. Mmoja likianguka kitaanguka chombo na vitamwagika vilokuwa ndani. Kila mmoja wajibike kwa namna yake. Jambo la kwanza, kuwe na mawasiliano kati ya pande hizi tatu. Sana. Leo kuna watu wanaweza kukaa miezi hata miaka, mzazi hawasiliani na mwalimu. Shona kufuatilia ahwali za mtoto wake. Shona hata kama si kiupande wa akhlaki, japo kiupande wa masomo afanya vipi, endeleaje, umeona progress ikoje. Lakini vile vile mawasiliano kati ya mzazi na mwanawe, kusiwe na gap hapa. Mweke karibu, jua ahwali zake, jua marafiki anatembea nao, afkari zitakuwa nazo. Mbona sio hizi mabadiliko kidogo, angalia namna gani utarekebisha, uzibe ufa kabla kujenga ukuta. Mbona sio. Lakini vile vile ilaka kati ya mwalimu na mwanafunzi sio ilaka tu ya kazi. Mimi wakati wangu na wajibu wangu kukusomesha. Maana la mwiki karibu kama ndugu yako mdogo, kama mzazi wake, mchukulie kama mwanao, utamwelekeza. So pande zote tatu hizi, kila mmoja anafaa kuwa yuko karibu na mwingine, amebeba hamu yake, anajua yanamsibu na yanamshughulisha, na kila mmoja akicheza pati yake, bila shaka tutarekebisha mingi katika jamii na kutoka katika masaibu mingi ambayo kwamba tukumba. Naam, shukran sana Sheikh kwa wakati wako, nguvu zako pamoja na elimu yako ambayo Allah amekujalia. Kwa hakika imekuwa ni kipindi chenye manufaa makubwa sana na kimeweza kufungua angalau macho na masikio ya wengi sana kwa ushuhuda wa arafa pamoja na simu ambazo tumeweza kuzipokea, ikiwemo ya dada yetu haswa ambaye anasema ni jana tu walikuwa na mkutano kuhusiana na kadhia mzima ya wanafunzi ama watoto wao, ambapo ni masala haya ya usalama pamoja na nidhamu kule shuleni. Kwa hiyo ilikuwa ni natija kubwa sana katika kipindi cha leo na mada ambayo tumeweza kuiangazia. Msikilizaji, na wewe pasi kukutia kapuni, shukrani za dhati kwa kutuazima kiungo chako muhimu cha sikio kuanzia mwendo wa saa 5 mpaka sasa inapoelekea saa 7, msikilizaji, ya dhuhuri, ambapo ndo tunatamatisha kipindi cha jamii yenye furaha kwa ujumla, ambapo umechangia kwa mchango mkubwa sana msikilizaji. Kule kutusikiliza tu sihaba ndio mchango mkubwa zaidi katika idhaa. Basi panapo majaliwa yake Ilahi Manani, inshallah juma lijalo pia siku kama ya leo Alhamis na wasaa kama leo tuliokuwa nao pamoja. Lakini tafakari na tukumbuke ya kwamba katika masala na kadhia mzima ya ulezi na tarbia ni ufungamano na utangamano, wazazi waliozaa pamoja na wale walezi. Manake kuna wale ambao wanalelewa na wazazi ambao si wa kuwazaa. Kwa hivyo ni mzazi, mlezi pamoja na walimu pamoja na jamii, sote kwa pamoja ndio tutahakikisha kwamba jamii inaishi katika furaha na tutaweza kuiondoa jamii hii katika bughdha hizi ambazo tunazungumza na zinazolengwa haswa katika jamii zetu. Panapo majaliwa yake Ilahi Manani, inshallah afia na afua zikiandamana, juma lijalo pia ni wakati